أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربي وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم آمين. الفصل الأول فصل يكوانزا تاريخ historia وجذور السلفية الوهابية na mizizi ya masalafi hawa wa kiwahabi. Al-faslu al-awwal, fasli ya kwanza, sura ya kwanza, tarikhu, historia, judhuru salafiyati al-wahhabiyati, na mizizi ya masalafi wa kiwahabi. Asema Maulana al-Imam Hasan bin Ali as-Saqaf, Imam al-Mujaddid hafidhahu Allah ta'ala wa nafa'ana Allah bih. Laqad aanat al-awsat al-ilmiyatu, hakika zime patatabu sana jamii za kielimu, wal madhahibu al-islamiyatu, na madhehebu ya Kiislamu, wa ghayruha, na jamii zingine, fi jamii aqtari al-alam al-yawma, katika nchi zote za ulimwengu hivi leo, min fitani, zimepatatabu kutokamana na fitna, wa afkari al-wahhabiyyati al-mutamaslifina, na fikra za mawahabi ambao kwamba ni masalafi uchwara. Ta'allamat qulubul mu'minina, na zimeumia kwa maumivu nyoyo za waumini as-sadiqina, ambao kwamba ni wakweli, min ayati al-wahhabiyyati al-mutamaslifina, kutokamana na kueneza mawahabi ambao kwamba wajifanyao masalafi, yani masalafi uchwara, fasadan, kueneza kwao ufisadi, wa ifsadan fil fikri al-islami, na kuharibu fikra za Kiislamu, wa ulumi shari'ati, na elimu za sharia al-gharrai ambao kwamba ni nzuri, wa ma nataja an dhalika, na yale ambayo kwamba yalozalikana kutokamana na hilo jambo lao la kueneza ufisadi katika ardhi, min umurin, kutokamana na mambo, fil masajidi, katika misikiti, wal jamiati, na katika university, mima sattaruhu, kutokamana na yale ambayo kwamba walioandika, fi nasharatihim, katika posti zao, katika machapisho yao, wal kutubi lati, na vitabu ambavyo kwamba yusdirunaha, wanavyovizalisha, min umurin mustashnaatin, kutokamana na mambo yenye kuchukiza, wa fatawin gharibatin, na fatwa ambazo kwamba ni ngeni, mustahjanatin, ambazo kwamba ni mbovu, wa shatahatin, na hali mubiqatin, zenye kuangamiza. Hii mistari Maulana al-Imam Hasan as-Saqaf anajaribu kutupa taswira ya uharibifu ambao kwamba waliofanya mawahabi katika nchi zote za ulimwengu. Aliweza vipi kulifanya hilo? Walifanya hilo kwa msaada wa mabilioni ya dola kutoka katika nchi za Kiarabu kama Saudi Arabia, ambao kwamba ni mfadhili mkubwa wa genge hili la kiwahabi. Lakini
katika hizi ibara utaona kuna vitu vingi sana ambavyo kwamba vinaangaziwa hapo. Mbali ya kwamba wameeneza ufisadi, lakini mjaribu kuangazia yale mambo ambayo kwamba yaliyotokana na ufisadi wao. Katika ufisadi wao ni takfiru muslimina kama tutakavyoona mbele, lakini katika ufisadi wao ni kufitinisha baina ya Waislamu, wafitinisha Waislamu, kuingia katika misikiti ya watu naanza kuleta fitna na kuanza kuleta vurugu na kuanza kuleta fujo na kuvamia misikiti ya watu. Nafikiri hii ni katika tabia zao kubwa mawahabi, kuvamia misikiti ya watu, kitu ambacho kwamba kwetu sisi ahlul tariqa, ahlul haqq huwezi kukikuta. Huwezi kukuta mtu wa tariqa anaenda kuvamia msikiti wa mtu. Lakini katika hayo ni kueneza furqa, mfarakano baina ya Waislamu, mimma sattaruhu fi nasharatihim, furqa ambayo kwamba imetokana na yale walio yaandika katika machapisho yao. Fulani ni kafiri, fulani ni mtu wa bid'a, mtu wa kafiri ni bora kuliko mtu wa bid'a, kadha kadha. Haya yote ni maneno ambayo kwamba yanatengeneza sumu baina ya Waislamu, ili wasikurubiane, ili wasipendane. Ndio manake kila siku tunatahadharisha sana kusomesha vitabu vya Kiwahabi katika maraki zetu. Tunasema hakuna haja ya kusomesha kitabu cha Kiwahabi, kitabu aina yoyote, yani hata kama hakihusiani na nini, na aqida. Sisi tunafahamiana? Saddan lidhari'a, kwa sababu ya kuzuia mlango huo kwenda katika maovu mengine ya kusoma itikadi zao. Kwa maana hakuna kitu ambacho kwamba wewe utataka kukisoma, hakuna elimu utakayokisoma isipokuwa waanzilishi na watunzi wake wakubwa ni watu wa nini? Ni ahlus sufia, ni ahlut tariqa, ama sivyo? Kwa hivyo wewe huna dharura ya kusoma kitabu cha Muwahabi, Allahumma isipokuwa kwa lengo la kumjua tu na kuwatahadharisha watu na fikra zao, hapo sawa. Lakini hata kitabu umeweka wewe si cha lugha gani ambayo kwamba utaipata wewe kwa vitabu vya Muwahabi ambao kwamba ni classic kuliko ambayo kwamba ipo katika vitabu vyetu sisi? Ipo lugha hiyo? Naam, hakuna. Ukiangalia vitabu vyote vikubwa vya lugha, watunzi wake ni Muwahabi mujassima au ni masufi? Matnul Ajurumia mwenyewe ni Muwahabi sufi. Kuna mtu asiyesoma Jurumi, awe mshia, awe muibadhi, awe Muwahabi, awe lazima isome Jurumi. Kwa hakuna dharura. Kisha asema Maulana, fannasu, basi watu, yaraunahum, wanaona, fi kulli yawmin, katika kila siku, yajrahuna hadha, wanamjeruhi huyu, yajrahuna hadha, wanamjeruhi huyu kwa kumtukana, kwa kumshambulia na kumvunjia heshima yake. Wayakiduna lidhaka, na wanamfanyia vitimbi viovu yule. Wayusari'una, na wanafanya haraka, liibda'i al-ara'i shadhati al-ghariba, liibda'i al-ara'i, kwa ajili ya kudhihirisha rai ashadha, ambazo kwamba zilizo toka katika kanuni, al-ghariba, ambazo kwamba ni ngeni. Haya katika mambo yao, wakifika pahali popote lazima mwanzo tuanze kuleta ni fatwa zao ambazo kwamba watu hawajazizoea, fatwa za hovyo. Na haya yote yanahitaji kukabiliwa kwa fatwa ambazo kwamba za sawa. Haya yote si mambo ya kuangaliwa tu, yatakikana yani tusikae tu kuangalia lazima yakabiliwe na nini, na fatwa za sawa sawa. Ila ghairi dhalika, na mengine sio kwa hayo, min ihdathi shijari, kutokamana na kuzusha magomvi, wal iraki, na magomvi, mapigano. Iraq shijarat, yani magomvi, watu wanapigana na nini.
watatawuli na kuwadharau ala kibari alami hadhihi al-umma, kuwadharau wakubwa katika viongozi wa umma huu, min ali al-bayt, kutokamana na nini? Na ahlul bayt, wal a'immati, na maimamu, wal ulama'i, na mawali, wal awliya'i, na nini? Na mawali, was salihina, na wema, wasfi nasi, na kuwasifu watu bishirki, kuwa ni washirikina, wal ilhadi, na upagani. Kisa kimoja, ni clip moja nilisikia, moja katika mashekhe wa Kiwahabi wategemewa. Mwanamama mmoja amepiga simu, anauliza, anasema, watoto wangu nimewatafutia mwalimu wa Qur'ani anasomesha hapa nyumbani, lakini akija akishasomesha Qur'ani huwa anakuja anaelezea historia ya Sheikh Abdul Qadir Jilani na sifa zake na nini. Vipi huyu mwalimu, hukumu yake nini wewe? Kaambia hilo ni jitu la bid'a, toa kabisa huyo, fukuza. Subhanallah. Sheikh Abdul Qadir Jilani katika wanazuoni wakubwa walikuwa, si ndio? Basi na kuuliza haya ambayo kwamba huwa anawaeleza hawa watoto kuhusu Abdul Qadir Jilani ni kama maneno gani? Tayari ukashakuwa mtu bid'a. Kashamvunjia heshima mtu, kashamchafua mtu. Lakini si hivyo tukashawakosesha wale watoto elimu. Lakini si hivyo tu, amemkosesha yule mwalimu pia ni riziki na mambo kama haya. Watasfihi sadati sufia, na kuwajingisha mabwana wa kisufi. Ni tasfihi, kuona ni wapumbavu. Wal mutamadhhibina, na watu wenye kufuata madhehebu. Wao wanasema hawataki madhehebu. Hawataki madhehebu. Kweli hawataki madhehebu? Au hawataki madhehebu ya wanaozuoni na maimamu ambao kwamba mnaowafuata, mkishaacha si nafasi itakuwa iko wazi, inahitaji kujazwa, si ndio? Atakayejaza hiyo nafasi ya wale maimamu ni nani? Ni wao. Kwa hiyo ni mitego tu na mbinu zao. Waramihim, na kuwatuhumu na kuwasingizia bil bid'i, kwa bid'a wal jahli, na ujinga. Waramihim, na kuwatupia tuhuma za bid'a na ujinga. Lakini asema wasafu al-akharu, lakini safu nyingine, min ahli sunnati wal jamaa, katika ahli sunnati wal jamaa, yandhuru ghalibuhum, aghlabu yao, wingi wao wanaangalia tu haya mambo ya mahabi wanayofanya, duna an takuna lahu mumarasatun amaliyatun, pasna kuwa na mumarasa, yani kufanya kwa kuendelea. Sah. Wasafu al-akharu, na safu nyingine, min ahli sunnati wal jamaa, katika ahli sunnati wal jamaa, yandhuru ghalibuhum, aghlabu wingi wao wanaangalia, duna an takuna lahu mumarasatun amaliyatun, pasna kuwa na harakati za kivitendo, liinqadhi almujtama'i, kwa ajili ya kuokoa jamii, wa shababi, na vijana, almunkhadi'i, waliohadaika, bihaulai almutamaslifina, waliohadaika na hawa masalafi ujwara. Hili ndio swala ambalo kwamba tunalianalo kila siku, kwamba hawa ahlul batil, ahlul bid'ah, mawahabi, wanakuja kuharibu jamii, wanakuja kuleta fitna katika jamii kwa nishati kubwa ambayo kwamba haina mfano. Lakini linalotusikitisha ni kwamba watu wanaokuwa katika haya maeneo, katika sisi ahlus sunnah wal jamaa, wao wanakuwa wanaangalia tu, wanabaki kusema tu. Sasa ukisema tu ni dawa? Yaani ukinungunika, ukawatukana, ukafanya nini, ni dawa? Na dawa yake ni nyinyi kufanya harakati za kuwainua vijana, harakati za kuleta mwamko katika fikra za vijana.
lazima muwape antivirus ambazo kwamba zitapambana na hizo virus ambazo kwamba zinazoenezwa na mawahabi. Ama sivyo Mr. Shafi? Kabisa. Ama mfano umekosea? Ni kweli kabisa, mfano mzuri sana huo. Si ndio? Kwa sababu unajua ninachokisema ni nini? Virus ni wingi sana, si ndio? Virus ni wingi sana 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 sana. Idadi yake haihesabiki. Na huwezi kuwazuia. Lakini pia visababishi vya virus huwezi kuvizuia. Na kitu ambacho kwamba utakana kufanya nini? Ni kuweka antivirus. Ili wale virus wakija katika kile kitu chako wasiweze kufanya nini? Kukidhuru, wasiweze kukiathiri, bali wapambane na nini? Na wale antivirus watafuna wamalize. Hasa ndo mfano wa malezi. Malezi ya kielimu, malezi ya kiroho, lakini mpaka malezi pia ya watoto. Huwezi kuzuia fikra mbovu za uharibifu zisiwafikie watoto wako ama watu wako. Unaweza? Huwezi. Lakini kitu ambacho kwamba unaweza kufanya ni kuwapa fikra chanya, fikra za sawasawa, ambazo kwamba zitapambana na zile fikra hasi ambazo kwamba zinazoenezwa na wapotoshaji. Kwa hiyo zitakapofika katika vichwa vyao haziwezi kuathiri. Kwa sababu zile fikra chanya ambazo kwamba ulizowapa na ile maarifa chanya uliyowapa itaweza kuwakinga, itakuwa kwao ni kama antivirus. Masifu Mr. Shafi. Kweli kabisa. Lakini wewe unapoacha virus wanashambulia, wewe unabaki kusema bwana wana yani mbaya sana. Angalia watoto wetu tunaharibika. Angalia kisha baada hapo ndo dawa hiyo. Unajua? Yaani inakuwa ni kama wanawake unajua. Ukuta wanaonewa na nabaki lalamika tu. Chukua maamuzi basi, hakuna maamuzi. Unajua? Chukua maamuzi, hakuna maamuzi. Sasa hili swali litatuathiri sana, na lishatuathiri tayari. Lazima tupambane nalo. Fakana min alwajibi alaina, ikawa ni katika wajibu yetu. Lakini pia ni kariri maneno ambayo kwamba ni kariri kila siku. At-ta'awun bainana, kusaidiana sisi kwa sisi. Kushirikiana sisi kwa sisi. Tariqatuna صعبة mustas'aba. Njia yetu hii ni ngumu na inaletewa ugumu na vitu mbalimbali. Kwa hivyo ili tuweze kufika lazima tusaidiane. Haya maneno tunayosoma katika misemo ya Kiswahili, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, zisibaki kuwa ni theory, sio nadharia. Zisibaki kuwa nadharia tu. Nito vipi mimi sasa? Natamko vipi? Kizungu? Theory, so. Isibaki kuwa ni theory tu, nadharia basi. Bali hizi nadharia tuziingize katika vitendo na katika kuzifanyia kazi. Sawa? Fakana min alwajibi alaina, ikawa ni katika wajibu juu yetu, baada an asdarna, baada ya kutoa, baada ya kuzalisha, ndio nahwa 80 kitaban, kiasi cha vitabu 80. Taban takdiri ndogo ni kabla ya miaka mingi taban. Sasa hivi ni tafake Maulana takriban 200 sasa vinafika. Baada an asdarna nahwa 80 kitaban, baada ya kuzalisha, baada ya kuchapisha, baada ya kutoa kiasi cha vitabu 80 fi raddi, katika kuradi ala alwahabia, katika kuradi mawahabi, fi mu'taqadatin, katika itikadi zao, wa afkarihim, na fikra zao, wa masailihim, na masala yao,
wa qadayahum, na kadhia zao. Asema baada ya hii kufanya juhudi yote hii, ikawa ni wajibu juu yetu an nu'arrifa bihadhihi at-ta'ifa, tuliarifishe hili kundi, wa an nashraha, na tushereheshe haqiqata haliha, uhalisia wa hali yake, wa ahamma afkariha, na zile fikra zake muhimu, wa mu'taqadatiha, na zile itikadi zake muhimu, yani ambazo kwamba wanazisimamia wao. Wa an nunabbiha al-ulamaa, na tuwazindushe wanazuoni, wa duata, na walinganizi, wa tullaba al-ilmi, na wanafunzi, wal muslimina, na waislamu, ila qadaya muhimmati, tuwazindue kunako kadhia muhimu, yajibu lintibahu ilaiha, ambazo kwamba inafaa kuwa makini nazo, haula salafiyat al-wahabiyya, katika kuhusiana na masalafi wa kiwahabi. Ndipo mwanzo katika mukaddima tulisema mwandishi wa kitabu hiki si kama waandishi wengine, ni mtu mutakhassis, lakini si kuwa amespecialize peke yake, hapana. Ni mtu ambaye kwamba ana experience kubwa, ana uzoefu katika masala haya. Kwa hivyo tashkhisi yake, kipimo chake si sawa na vipimo vya wengine. Mtu ana mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 40 katika kukifanyia tafiti hicho kitu, hashughuliki na chochote, yeye ni ilmu tu. Imam Saqafi yeye ni ilmu na yeye tu basi. Yani ukimuona yeye umeiona elimu, na ukiona elimu umemuona yeye. Zaidi ya miaka 40. Sasa kipimo chake itakuwa sawa sawa na mtu ambaye kwamba ameenda pale siku 2-3 kuokota hapa na pale akarudi. Alafu nakuja unasema qala al-Imam Hasan al-Saqaf, kinatokea kishantere kimoja. Kunu Saqafu nani? Nani? Muulize Saqafu nani? Wewe nani kwanza? Kuna mtu anakujua? Labda hata mtaani kwako pia tukiuliza fulani nani, hakuna. Alafu unauliza mtu nani, mtu ambaye kwamba ulimwengu wa kielimu wote unamtambua, mtu ambaye kwamba vipembe vyote vya dunia na wanafunzi. Uje kuuliza nani? Nani? Na wewe nani? Nani anayekujua? Lai dunia na michugo kwa kweli. Sasa mtu anakuja kuuliza hapa rais, huyu rais ni nani? Huyu rais ni nani? Kamuulize nyanya yako rais ni nani, atakwambia. At-taarifu bis-salafiyyah al-wahhabiyya, kuarifisha masalafi wa kiwahabi. Sema al-wahhabiyya, mawahabi au salafiyya au masalafi, hum atba'u al-madhhab al-hanbali, ni wafuasi wa madhehebu ya Kihambali. Aya anakusudia lakini al-hanabila al-mujassima, hanabila ambao kwamba ni mujassima. Yani ulama wanagawanya hanabila, al-ulama yuqassimuna al-hanabila ila qismain, wanagawanya hanabila katika vigawanyo viwili. Kuna fudhala'u al-hanabila, kuna fudhala'u al-hanabila, alafu kuna wengine ambao kwamba ni mujassimatul hanabila. Kuna fudhala'u al-hanabila na kuna mujassimatul hanabila. Fudhala'u al-hanabila ni wale ambao kwamba wabora wa Kihambali, yani wale watu ulama ambao kwamba walikuwa katika njia ya sawa, ambao kwamba walikuwa sio mujassima, walikuwa hawajapinda, kama kina Imam Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi, kina Imam Ibn Aqil na wengineo, kina Imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Hawa wanasanifiwa katika fudhala'u al-hanabila. Alafu kuna hao mujassimatul hanabila, ambao kwamba hao mawahabi fikra zao wanazitoa kwa hao mujassimatul hanabila, ambao kwamba ni mujassima wao.
Kwa hivyo ni wafuasi wa madhhabu ya Kihambali, lakini sio madhhabu ya Kihambali itlaqan, la. Wanafuata madhhabu ya Kihambali grupu lile la mujassima washadidivu ambao kwamba wanatajsim na itikadi zingine takataka. Ay al-Hanabila al-mujassima an-nawasib ambao kwamba nawasib. Ni kina nani nawasib? Nawasib ni maadui wa ahlul bait. Nawasib ni maadui wa, na mara nyingi tajsimi inaambatana na nasb. Tajsimi inapambana na nasb. Yani ni aghalabu sana, ni nadra sana kumpata mujassima ambao kwamba sio nasibi. Mujassima ambao kwamba ni katika wapenzi wa ahlul bait. La. Si sana. Yani kumpata muwahabi mpenzi wa ahlul bait si sana. Tajsimi inaambatana ni na nasb. Na zote hizo ni itikadi mbovu takataka ambazo kwamba zinaenda sambamba, kwa sababu wanasema at-tuyuru ala amthaliha taqa. At-tuyuru ala amthaliha taqa. Tuyuru ala amthaliha taqa. Ndege zinatua kwa mfano wake. Huwezi kumuona njiwa ameenda kutua sehemu ambayo kwamba ya kunguru. Njiwa ataenda kutua kwa njiwa wenzake. Njiwa manga ataenda kutua kwa njiwa manga wenzake. Na kisigi pia ataenda kutua kwa kisigi mwenzake. At-tuyuru ala amthaliha taqaw. Mvuta bangi akiingia sehemu tu, hata kama ni mgeni, basi akiingia usubuhi mpaka ikifika saa 7 saa 8 tayari kashajua viota vyake viko wapi. Kashajua sehemu gani kuna mvuta bangi. Yani kila kitu kashajua. Ama sivyo? Hivyo mdaugoro akifika tu sehemu, basi mpe siku moja tu. Mnyoka hivyo ama ila dhalika. Na rajulul ilmi pia ukifika tu sehemu, ukai siku 2 tayari ushapata mwenzako. At-tuyuru ala amthaliha taqaw. Kwa hivyo nawasib marafiki zao ni mujassima. Mujassima marafiki zao ni nawasib. Na ndio maana yake hapa utaona mara nyingi ukianza kutaja tu ahlul bait tayari hasira zao zishaanza kufanya kutokota ndani, nyoo zao zishaanza kutokota kwa sababu hawapendi. Nafikiri hata ulama wengi kuta alimu wa mujassima lazima wawe nasibi. Isipokuwa kanuni hii nafikiri imetakhalaf kwa Ibn al-Arabi al-Maafiri na Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Andalusi na al-Imam Ibn al-Arabi al-Maafiri mwenye ahkamu al-Qur'ani, hawa watu ndio wamekuja kuleta maajabu, wamekuja kuvunja kanuni. Al-Imam Ibn al-Arabi al-Maafiri mwenye ahkamu al-Qur'ani na mwenye inaitwa nini? Al-Awasim al-Qawasim, so Al-Awasim al-Qawasim fima adhkur, kitabu chake ameshkwamba ndani yake kuna nasbi kubwa sana. Al-Imam Ibn al-Arabi yeye ni munazzih. Aqida yake ni aqida ahlul haq. Aqida yake ni aqida ahlus sunnah wal jamaa. Tanzih. Lakini ni katika nawasib. A'da'u ahli albayt. Angalia maajabu haya. Kwa hivyo ulama wanasema kanuni ya mujassim lazima utamkuta ni nasibi. Isipokuwa kwa watu wawili hao. Ibn al-Hazmi na Ibn al-Arabi. Katika kitabu chake hiki Al-Awasim al-Qawasim amekusanya vitu hivi. Jamaa ad-diddain fi hadha al-kitabi tahta khaymatin wahida. Amekusanya vinyume viwili
Amekusanya vinyume viwili katika kitabu kimoja. Jamaa baina dhiddaini tahta khaymatin wahida. Katika kitabu chake hiki Al-Awasim na Qawasim, ndani yake kuna aqida ya tanzihi, alafu kuna mambo ya nasb. Megawanya vipande viwili. Sasa mawahabi walichokifanya ule upande ambao mwenye aqida ya tanzihi yule ambao unawachapa katika itikadi, wakauacha alafu wakatondoa tu kile kipande ambacho kama kinahusiana na historia na kuwatukana Ahlul Bait na kuwashambulia Ahlul Bait, na wakakitoa wakakichapisha. Mekichapisha nafikiri yule mwanzilishi wa Ansaru Sunna yule nani yule Hamidul Faqih alikuwa Misri. Ndio ujue kwamba hawa watu sampuli gani. Ile kipande cha aqida wamekiacha sababu kina aqida ya tanzih. Wakachukua kipande cha nini? Kipande cha nasbi peke yake. Na Ibn al-Arabi al-Maafiri sio al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, al-Imam al-Akbar, na watu tofauti. Kuna al-Imam Ibn al-Arabi al-Maafiri na kuna nani? Al-Imam al-Sheikh al-Akbar maarufu sana, Sheikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, ambaye ndo Sheikh al-Tariqa, yani ndo imam wa tariqatu al-Akbariyya. Wa al-Imam al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi la huyu ni sufi muhibbu li ahli bait sahib al-aqida sahiha ama ila dhalik. Ibn Arabi al-Maafiri huyu ni mwingine. Haya, huyu ni munazzih lakini nasibi. Ibn al-Hazm ni muhibbu li ahli al-bait mujassim. Tunaelewana? Ni mpenzi wa ahli al-bait lakini mujassim. Hao ndio walovunja kanuni. Asema maana nawasib, maana nawasib ay alladhina ambao kwamba yunasibuna ala albayti aladaa, wanawasimamishia ahlul bayt wadui, wala yaarifuna lahum qadrahum, wala hawajui cheo chao wa fadlahum na nini ubora wao. Lakini je, wanalikubali hili? Hawakubali. Lakini utalitambua vipi? Utalitambua katika maneno yao, utalitambua katika vitabu vyao. Kwani hata mwizi ukimwambia wewe ni mwizi, anakubali? Naam? Kwa si sharti mtu akubali. Maneno yake, vitabu vyake, itikadi zake ziko hivyo basi. Hata kafiri ukimwambia ni kafiri anafurahi. Si anakataa? Kwa hivyo yeye kukataa na kutokataa hilo haliwezi kumuondoshia wasifu wa ukafiri. Ma anna fadla ahli albayt, pamoja na ubora wa ahli albayt wa adhima sha'anihim, na ukubwa wa jambo lao, amrun madhkurun fi kitabillahi ta'ala, jambo lilotajwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa sahihi sunnati an-nabiy al-a'zam, na katika sunna ya mtume mkubwa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Ayat tele zinaeleza fadhila ya ahlul bayt. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala asema ya ahla bayt rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu yakfikum min 'azimi al-qadri annakum wa lam yusalli alaykum la salata lahu. Tunaelewana? Asema wa in khalafa ba'dhum al-madhhab al-hanbaliyya, hata kama baadhi yao wakikhalifu madhhabu ya kihambali fi baadhi al-qadaya, katika baadhi ya kadhia, lakini wanabaki kuwa ni Hanabila. Yani wao wanawafiki madhhabu ya kihambali yote, wao wanawafiki au wanaendana na kundi hili la pili ambao kama mujassimatul Hanabila, lakini fil itar al-aam kiujumla ni Hanabila. Fahum yajtami'una, kwani wao wanakusanyikana ala aqidati at-tashbih, juu ya aqida nini? Ya kumshabihisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, wa tajsim, na kumfanya Mwenyezi Mungu kuwa ni mwili, wa ala nasbi, na wanakusanyikana na wanakutana katika kuwachukia ahlul bait, wa ala nasbi, na juu ya nasbi alladhi, ambayo kwamba nasbi
huwa bughdhu ahli albayt, ni kuwachukia ahlul bayt. Yani ukisikia tafsiri ya nasbi ni kuwachukia ahlul bayt, wa adamu ihtiramihim, na kuto kuheshimu, wasuluku dhalika, lakini kulipita hilo, yani kuwa na tabia hiyo, kupita katika mapito hayo, bituruqin multawiyatin, kwa njia zilizo tatiana, bituruqin multawiyatin, kwa njia zilizo tatiana, yani njia ambazo kwamba hazijanyooka, yani huwezi kuwatambua kwa rahisi. Njia zao zimefanya nini? Zimetatiana. Dhahiruha arrahmatu, dhahiri yake nini? Ni rehma, hazina shida. Wa batinuha aladhabu, lakini ndani yake ni adhabu. Sisi tunapenda albayt bwana, sisi tunalingania watu katika kitabu na sunna na nini. Ingia sasa huko ndani ndio utaziona zile vichochoro vyao. Sasa wayatabannawna iddat afkarin, wanajinasibisha na fikra nyingi sana, litahqiqi hadhaini alhadafain, kwa ajili ya kuhakikisha malengo haya mawili. Kalkalami ala alfirqati najiyati, kama kuzungumzia kundi lilo okoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema makundi ya umma wangu utagawanyika katika makundi 73, yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi moja tu. Najua hilo kundi moja ndio sisi ndio watu tuliokoka. طبعا ان هذا الحديث باطل لا يصح، هذا الحديث باطل، حديث الافتراق باطل معطل شاذ لا قيمة له، بل يلقى في الزبالة. هي kutupa kwenye jato, tupa kwenye dustbin. Batil. Al-Imam Hassan bin Ali Saqaf fima adhkuru, kuna kitabu ameandika, طبعا ameandika zaidi ya bahthi moja, bahthi nyingi ameziandika kuhusiana na hadithi hii, na ameeleza illa zake nyingi katika sanadi yake, katika matini yake, mukhalafa wake, kukhalifiana na Qur'an Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, nyinyi mmekuwa ni umma bora ambao kwamba hadithi inaonyesha kwamba umma huu ndi muovu kuliko Mayahudi na Manaswara, si ndio? Ama sivyo? Ndio falsafa ya hadithi. Na hadithi baadhi. Kwa hivyo sasa watu wa kawaida ambao kwamba si wasomi wakaambia bwana makundi mengine yote yanapotoka yataenda motoni isipokuwa sisi tu. Kwa maana yake watu wagopa maskini. Wa annahum, na kwamba wao hum hadhihi alfirqatu najia, ndo hilo kundi lilokoka. Duna ghairi, kinyume na wengine wote wamepotea. Hizo katika njia na mitego yao wanayotumia. Wal kalamu fil bid'ah, na kuzungumzia bid'a, wa shirki na shirki, wal quburi na makaburi, wa tawassul na masala ya tawassul, wa ghairi dhalika, na mengineyo sio kuwa hayo, min alqadaya almashhura, katika kadhia ambazo kama ni mashuhuri, allati ambazo kwamba sawfa nata'arradu laha, ambazo kwamba tutaziingilia insha Allah taala kipenda Mwenyezi Mungu, bidirasa, kwa utafiti, wa tahlili na kuzifanyia uchambuzi. Bidirasa, kwa kuzitafiti, wa tahlili na kuzichambua. Asema Imam, hal hunaka farqun, je kuna tofauti baina salafiyati, baina ya masalafi wal wahabiyati na mawahabi, am huma ismani li shay'in wahidin, am haya ni majina mawili kwa kitu kimoja? Asema alhaqiqatu, halisia ulivyo, annahu ni kwamba la farqa, hakuna tofauti baina salafiyati, baina ya masalafi wal wahabiyati na mawahabi. Fahuma wajhani, hawa ni sura mbili, liumlatin wahidatin, ya shilingi moja. Ni sura mbili ya shilingi moja, si ndio? Naam. Kuna shilingi hapa, kuna acha kuna junehi hapa ya Misri. Kumona? Hakuna mtu mwenye shilingi Tanzania hapa. Huku wana kumeandikwa junehi wahid. Junehi wahid. 1 pound. Maandikwa 1 pound. Lakini huku sehemu nyingine kumechorwa picha nyingine. Umeona 500 hii? Huku kumechorwa sura picha ya nini? Na ni mnyama gani?
Ni tembo nini? Mr. Shafi. Huyu mnyama anaitwa nini? Nyati. Huyo. Huyo ambo. Nyati. Nyati huyo. Huku kuna sura ya nyati. Huku kuna sura ya nani? Ya Sheikh Abedi Amani Karume. Hizi ni sura mbili, si ndio? No. Lakini umla shilingi ni mbili ama ni moja? Kwa hivyo fahuma wajhani ni picha mbili, sura mbili la umlatin wahidatin ya shilingi moja. Kwa hivyo ukisema Wahabi kama ndio picha Sheikh Abedi Amani Karume inawakilisha nini? 500, na ukisema nyati inawakilisha nini? 500. Kwa hivyo mwisho wa siku ni kitu hiki kimoja. Sawa? Wahum na wao Mawahabi yaatakiduna wanaitakidi binafsi almu'taqadat, itikadi hizo hizo, wal afkar na fikra hizo hizo. Yani Mawahabi na hao masalafi itikadi zao zina tofauti, marejeo yao, mashekhe wao, vitabu vyao vina tofauti. Angaa sasa hivi kumekuwa kuna mizozano na matukano na nini, lakini yale mingi kiangalia asili yake hairejei kwenye asili ya itikadi. Haya mizozano na nini mingi ni maslahi tu kiangalia. Hao magomvi yaliyoko baina yao Mawahabi hapa Tanzania na nini, hayapo kwa ajili ya dini, ni kwa ajili ya nini? Maslahi. Ukiangalia magomvi ya kina Barahiani na kina Mafuta ni magomvi kuhusiana na itikadi na marejeo, ama ni magomvi yanayotokana na maslahi? Huyu anasema wewe umeiba milioni 200 za Mansari, wewe anasema umeiba nini mali za taasisi yangu. Ni hivyo tu, ni tuhuma za wizi, umefanya hivi, wewe tapeli, huyu anasema wewe ni mwizi, huyu anasema wewe jambazi, huyu vipi. Kwa hivyo ukiangalia mwisho wa siku ni mambo yanarudi kwa nini? Kwenye maslahi, lakini si kwa mambo ya itikadi. Yaani mfano wao ni mfano wa wizi. Ushaona? Au jambazi. Ukiona jambazi sugu amejulikana au mwizi maarufu amejulikana, ujue mara nyingi ni kwamba taarifa ile ya kumjulisha yule mtu imetoka kwa nani? Kwa jambazi mwenzake au mwizi mwenzake. Na asili yake nini? Wamedhulumiana. Wamefanya nini? Wamedhulumiana. Wameenda wamepiga mzinga pamoja, huyu mwenzake amemzidia akili. Akimzidia akili tu basi ajifanya kwanza kubadilika kidogo, kisha anakuwa raia mwema, anaenda kutoa taarifa. Sasa ndo hao Mawahabi. Fahiya fi dakhili jazirati al-arabi, basi grupu hili ndani ya kisiwa cha Waarabu, yani ndani ya nchi za Kiarabu zile, wahabiyatun hambaliyatun, ni Mawahabi mahambali. Walikuwa wakifahamika hivyo mwanzo walivyo dhihiri. Wa indama tasaddara lil khariji, na wakati grupu hili lilipotoka sasa nje ya nchi za nini za Kiarabu, sasa tasamma salafiyata, walijiita nini? Masalafi. Sababu asli yao Mawahabi kwa sababu nisba ila Muhammad bin Abdul Wahhab, huku ikabidi sasa watumie mbinu za kulingarisha lile jina, kwa sababu Mawahabi tayari Wahabi ushajulikana ni kundi lilosimama kwa damu za watu, kwa unyang'anyi, kwa uvamizi na mambo yote waliofanya katika nchi za Kiarabu, nafikiri inafahamika. Kwa hivyo sasa wakaona sasa tukija na jina hili la Wahabi itakuwa kidogo takosa soko. Kwa hivyo inabidi tulingarishe kidogo. Unajua ni kama uuza vitu vya used, nakuta kitu cha used kimechoka, lakini kinapigwa rangi, huo kikiona unachanganyikiwa, ununua sasa. Baada ya miezi 3 tu tayari kitu mbona kiti kilikuwa kizuri sana ushaona used hiyo kimepigwa rangi. Kwa hivyo ndo Wahabi. Kwa hivyo masalafi ni Wahabi used ambao kwamba uliopigwa rangi, umeboreshwa. Ushaona? Au kwa sura nyingine usalafi ni Wahabi ambao kwamba intahat salahiyatuha, umeexpire. Sasa utakuja vipi kutumika huku wakati usha expire tayari? Wakatoa kile kinembo cha nini
cha expire date wakaweka nembo nyingine. Sasa hiki kitu kina expire tarehe 20/20/20. Ukatoa ukaweka kina expire tarehe 20/20/25. Kinje itaonekana hakija expire, lakini katika uhalisia kisha expire tayari. Kwa hivyo ndio usalafi. Kinje unaonekana huja expire ni kitu kizuri, lakini uhalisia wake tayari kisha expire. Walwaqi na uhalisia ulivyo sisi tunafahamiana? Anna alwahabia ni kwamba wahabi tawalladat min as-salafiyya, umezalikana kutoka katika usalafi. Kinyume na baadhi ya watu wanavyofikiria kwamba usalafi umezalikana katika wahabi. La, wahabi umetoka katika nini? Usalafi. Kwa sababu usalafi na wahabi kitu kipi cha mwanzo? Usalafi. Kwa sababu as-salafiyya maana yake ni kwamba wao wanafuata nini? Itikadi za salafi, yani za wale wema waliopita, wanavyoitakidi kwamba si watu wa karne ya kwanza, ya pili, ya tatu na nini. Tabani ni madai tu. Kwa hivyo madai haya yameanza juzi na jana au ni ya kitambo? Fa Muhammad ibn Abdul Wahhab, kwani Muhammad ibn Abdul Wahhab huwa rajulu, ni mtu daa ila afkar ibn Taymiyyah, aliyelingania katika fikra za Ibn Taymiyyah wa qudama al-Hanabila, na mahanabila wale wa kitambo, al-mujassima ambao kwamba ni mujassima, alladhina ambao kwamba yad'una as-salafiyyata, wana udai ni usalaf, kwamba wanadai ndio wapo katika itikadi za wale wema wa karne za mwanzo. Wa rubbama khalafahum bi ba'd al-masail al-fiqhiyya, na huenda Ibn Abdul Wahhab anawakhalifu hao dai kujinasibisha kwao katika baadhi ya masaili ya fiqhi al-far'iyya, ambao ni masala ya tandu, yani masala madogo madogo, katahrimi ziyarati al-quburi, kama kuharamisha ziyaratu qubur. Hakuna mtu watangulia katika salafi, hakuna mtu aliyomtangulia Ibn Abdul Wahhab na salafi wake Ibn Taymiyyah katika swala hili. Hili swala wameanza kulizusha wao kina nani? Kina Ibn Taymiyyah. Asema ndo hapa akasema, ndo haya ndo yasema, wa in kanat hadhihi alfikratu, hata kama fikra hii ilikuwa, wa in kanat hadhihi alfikratu mawjudatan inda Ibn Taymiyyah, anga fikra hii ilikuwako hata kwa Ibn Taymiyyah, yani sio Ibn Abdul Wahhab ndo aloizua, la, ilikuwako kwa Ibn Taymiyyah, haithu sarraha, kwa vile ameweka wazi bitahrimi shaddi rahli, kuharamisha kufunga safari, li ziyarati qabri sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kulizuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani jamaa ilikuwa ni khabithi kweli kweli shekhi. Yani shekhi, nyoyo za watu kitajua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyoyo za muhibbun, nyoyo za ashiqun zinasisimka, zinatamani kwenda kulizuru kaburi la nani? La Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unakuja kuharamisha watu kufunga safari kwenda kulizuru kaburi la Mtume shekhi? Wana mapenzi kweli na mahaba ya Mtume? Allahu akbar. Mwenyezi Mungu atupe nuru ya moyo. Juzi shekhe lao Huwaini amekufa Qatar, wanaambia watu bwana atakayeweza kuchukua visa haraka ya kuja Qatar kumzika shekhe, basi nafanye kabla ya kesho saa fulani ndo tutazika. Kufunga safari kwenda kumswalia na kumzika Huwaini, shekhe lao wa Kiwahabi hakuna shida, hakuna neno. Lakini kufunga safari kwenda kulizuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shirki. Ni وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأسقلاني، نمتاج الإمام ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري كتابشاك فتح الباري مجلد 3 صحيفة 66 ذلك ملتاج هيلو عند شرع حديث وكاتب البقوة كشريش حديث لا تشد الرحال إلى آخر الحديث. Sindio? Riwaya inasema kwamba hazifungwi safari kukusudia msikiti wote isipokuwa misikiti hii mitatu: Masjidul Haram, Masjidul Nabawi na Masjidul Aqsa. Ndio hadithi inaeleza hivi. Hadithi falsafa yake ni kwamba misikiti mingine iliyobaki isiyokuwa hii mitatu yote
Sawa sawa. Hakuna haja ya kujikalifisha ukafunga safari hapa labda ukaswali msikiti wa Mwanza. Na kwa maana nyingine, kwa sababu gani hii hadithi kuna baadhi ya ahkam fiqhiyya ambazo kwamba tandarij tahta hadha alhadith. Kwa maana mathalan fiqhiyya, mtu umetia nadhiri kwamba nitaketi itikafu msikitini mwezi mzima, lakini nimetia nadhiri kuketi itikafu msikiti wa Gaddafi kule mwezi mzima. Je, kifiqhi nadhiri kama hiyo lazima kwa kitu kile msikiti wa Gaddafi? La, unaweza uketi msikiti yote, kwa sababu misikiti yote ni nini? Sawa sawa. Isipokuwa ukitia nadhiri kwenda kuketi i'tikaf katika al-Masjid an-Nabawi au katika al-Masjid al-Aqsa, ndio ni lazima ufunge safari kwenda huko. Ndio maana yake. Lakini haihusiani na makaburi. Au haimaanishi kwamba si halali kufunga safari kwa kitu kingine chochote. Basi itakuwa ni haramu kufunga safari kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kumtembelea mzazi wako, kwa ajili ya kwenda kusoma na kwa ajili ya kitu chochote. Si ndio? No. Sini la tushaddu rihalu illa ila almasajid thalatha, si ndio? Basi vitu vingine vyote itakuwa ni haramu. Je, ndio maana ya hadithi ni hiyo? Sasa kama maana ya hadithi si hiyo, hili la kwenda kulizuru kaburi la Mtume umelipata wapi wewe? Ni watu wana agenda zao. Ni watu wana nini? Wana agenda zao. Wa ankara dhalika, na kalikemea hilo al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ala Ibn Taymiyyah kwa nani? Kwa Ibn Taymiyyah. Wa dhakara, na akataja al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani annaha, kwamba suala hili la kuharamisha watu kufunga safari kwenda kulizuru kaburi la Mtume min mustashnaati masailihi, ni katika masala machafu na maovu zaidi yaliyonasibishwa kwa nani au yaliyotoka kwa Ibn Taymiyyah. Wa dhakara, Ibn Hajar akataja annaha, kwamba suala hili min mustashnaati masaili, ni katika masala yake maovu zaidi. Allah khabithi huyu bwana. Kwa hivyo anga wao wanajinasibisha na salaf Jasimatul Hanabila, angawa na wakhalifu katika suala hili, kwa sababu hata Qudamaul Hanabila wako haramisha kufunga safari kwenda kulizuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika mambo wanaungana muharabati tasawuf, kuipiga vita tasawuf biduni hawadatin, pasna upole wala ulaini wote. Muharabati tasawuf, na kuipiga vita tasawuf biduni hawadatin, pasna nini? Upole, yani kwa juhudi zote, kana kwamba yani tasawuf ndio adui mkubwa wa dini. Subhanallah. Fa Muhammad ibn Abdul Wahhab, basi huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, wabitali na pia al-Wahhabiyya mawahabi. Fa Muhammad ibn Abdul Wahhab, basi huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, wabitali na pia al-Wahhabiyya mawahabi, firqatun, ni kundi, da'at ambalo kwamba lolingania ila afkari al-Hanabilati, limlingania katika fikra za mahanabila, almujassima ambao kwamba ni mujassima, an-nawasibi ambao kwamba ni maadui wa ahlul bait. Wanajiduhum al-yawma, na tunawapata hivi leo, muttahidina, wameungana fil fikri, katika fikra, bal huma fikrun wahidun, bal wao ni fikra moja, hakuna tofauti. Fal Albani mathalan, mfano Albani kana yusammi nafsahu salafiyan, alikuwa anajiita ni salafi, wala yulaqibu nafsahu bil wahhabiyyah, wala alikuwa hajiiti kwa ni muwahhabi. Na jina hili sasa hivi alikimbia tabana. Wa ma dhalika, na pamoja na hilo, kana alwahhabiyuna, walikuwa mawahabi, kana alwahhabiyuna, walikuwa mawahabi, yud'imunahu maliyan, wakimsapoti kimali, wa maanawiyan, na kimaana. Yani walikuwa wakimsapoti, wakimsaidia Albani kimali na kihali. Wayatabannawna afkarahu, walikuwa wakijinasibisha na fikra zake, fi jazirati al-Arab, katika kisiwa cha Arabu, kuonesha kwamba hakuna nini utofauti, usalafi ndio wahabi, wahabi ndio usalafi. Waturawaju afkaruhu, na zilikuwa zikienezwa fikra zake, baina shababil Qasim, baina vijana wa miji ya Qasim. Qasim ni katika miji ya kule Saudia, wa Riyadh ni katika miji ya Riyadh, wa ghairiha, na sehemu zinginezo, min muduni al-jazirati al-arabiyyati, katika miji ya kisiwa cha Waarabu. Wayatabirunahu, na walikuwa kimzingatia nani? Albani min mashayikhihim, ni katika mashayikh zao, wa marajim, na ni katika marejeo yao.
Wakana Ibn Bazi, na alikuwa Ibn Bazi yanqulu anhu, Ibn Bazi alikuwa ni mufti wa mawahabi maarufu. Yanqulu anhu, alikuwa kinukulu kutoka Albani tashiha baadhi alahadithi, usahihishaji wa baadhi ya hadithi, wa tadhifa na kuzidhoofisha. Sasa ikiwa mufti wa mawahabi mkuu anamtegemea, je, kuna tofauti? وأعطيت نصف جائزة الملك فيصل, na ilitolewa nusu ya tuzo ya King Faisal mwaka sana 1419, mwaka 1419, sana 1419, mwaka 1419 au nahuha, au mfano wake, ila al-Albani, ina mwaka huu au mfano mwaka huu, ilitolewa kupewa nani? Albani. Nusu ya tuzo ya King Fahd. Katika tuzo kubwa zinazotolewa Saudia ni tuzo ya nani? King Faisal. Zinatolewa kwa ajili ya watu wenye mchango mbalimbali katika nini? Katika jamii, michango ya kimaarifa na kielimu. Kapewa Albani liajli amalihi, kwa ajili ya kazi zake, kwa ajili ya kuthamini kazi zake alilmia za kielimu, wa muallafati, na tungo zake, wa ishtighalihi bisunnati nabawiyya, na kujishughulisha kwake na sunna, kama yakulu, kama wanavyosema bwana, la nataqidu dhalika, lakini ndio wanavyosema. Sasa ingekuwa si mtegemewa kwa wao mawahabi, angepewa tuzo kubwa kama hiyo? Ndio akasema waqulu baadhi an-nas, na kauli baadhi ya watu, bi anna al-Albaniya, kwamba Albani kana ghaira marghubin fihi, alikuwa hatakikani inda al-Wahhabiyya, kwa mawahabi, wa annahu kana matruda, kwamba alikuwa amefukuzwa kwa mawahabi, min biladihim, kutoka katika miji yao. Qaulun ghairu sahih, hii ni kauli ambayo kwamba sio mabiniyo, na ambayo kwamba iliyojengewa ala al-wahmi, juu ya nini? Ya dhana wal khayali, na fikra wa dhununi, na nini? Na dhana. Bali anasema wa hadha qawlu insani, na hii ni kauli ya nini? Binadamu, ghairi mudrik, na ambapo kwamba hafahamu lilhaqaiq, uhalisia wa mambo, bal huwa jarin wara al-ishaati, bali yeye anapita tu kufuata nini? Mambo yanayoenezwa hapa na pale, wal maqalati sadha, wal maqalati as-sadija, wal maqalati as-sadija, na mwenye kufuata maneno ya kipumbavu. Wal maqalati as-sadija, hayo ni fikra au ni kauli ya mtu mwenye kufuata maneno ya nini? Kipumbavu. Farajulu, basi mtu huyu Albani, kana fil qimmati, alikuwa katika kilele, inda alqawm, kwa hao mawahabi, wa kanat biladuhum, na ilikuwa miji yao, tumathilu suq al-akbar, ilikuwa miji yao inawakilisha soko kubwa, likutubihi, la vitabu vyake, wa muallafati, na tungo zake. Lakini si hivyo tu, wa qad ishtarau minhu, na hakika walinunua kutoka kwa Albani, huquqa tab'i kutubihi, haki za kufanya nini? Za kuchapisha vitabu vyake, wa huquqa tab'i ash-sharitati al-kaset, na haki za kuchapisha nini? Kaseti, kanda za kaseti. Zamani ilikuwa ni kanda za kaseti, si ndio? Lidurusi, za masomo yake, wa muhadharati, na mihadhara yake. Wadafa'u lahu, na wakampa fiha, katika hizo haki za kununua, haki za kuchapisha vitabu vyake na kaseti zake, al-mabaligh at-ta'ilata, walimpa mali nyingi. وهو من جملة كبارهم، وهو من جملة كبار علمائهم، nani katika jumla ya wanazuoni wao wakubwa, almarjuu ilayhim, ambao kwamba wanaorejelewa fi masaili shar'iyya, katika masala nini? Kisheria. Hii yote ni kutuonyesha ya kwamba hakuna tofauti baina ya masalafi na mawahabi, na hakuna tofauti baina ya mashekhe wao na marejeo yao. Mfano wake ni Albani. Kwa hivyo huu ushirikiano wote walioonyesha kwa Albani, ingekuwa ni mtu hawamkubali, wangeuonyesha? Naam, hapana. Falwahabiyya, kwa hivyo mawahabi, hiya tilka aljamaatu allati, ni hilo grupu ambalo kwamba taquduha, linaloongozwa, ambalo kwamba inaliongoza grupu hilo, idaratu hay'ati albuhuthi, idara ya jopo la nini? La utafiti wa da'wa
na da'wa wal irshad na uongozi fi jazirati al-arabi, katika kisiwa cha Waarabu, walati na idara ambayo kwamba tad'u inaolingania ila madhhabi Ahmad ibn Hanbal, katika madhhabi Ahmad ibn Hanbal wa Ibn Taymiyyah na Ibn Taymiyyah, wa hay'ati kibari ulamaihim, na jopo la wanazuoni wakubwa almuasirina waloko sasa fi dhalika al-iqlimi, katika kitongoji hicho cha kisiwa cha Waarabu. Kwa hivyo mawahabi taban viongozi wao wanaongozwa na hay'atul buhuth wa da'wa wal irshad, ili jopo maalum ambalo kwamba linashughulikia masala ya nini, ya kueneza uwahabi na kusupport uwahabi katika miji tofauti tofauti. Salafiyatul muasira, na masalafi hawa kisasa, hum atba'u Ibn Taymiyyah, ni wafuasi wa Ibn Taymiyyah, wa madhhabi a'immatil Hanabila, na ni wafuasi wa madhhabi ya maimamu wa Kihambali al-Mujassima, ambao kwamba ni mujassima kharija jaziratil arab, yani huo ndio mrengo wao na hayo ndio madhhabu yao hata nje ya nini, nje ya kisiwa cha Waarabu. Yani hadha huwa manhajuhum wa madhhabuhum hatta fi kharij jaziratil arab, taqdiru al-kalam fi al-bilad al-mukhtalifati, katika miji tofauti tofauti. Lakini walkullu, lakini hawa wote mawahabi na masalafi yatakhidhu Ibn Taymiyyah, wanamfanya Ibn Taymiyyah imama, ni imamu wa marja na ni marejeo wa rasa na nani, na ni kiongozi. Kuna mawahabi asiyemheshimu Ibn Taymiyyah? Kuna msalafi asiyemheshimu Ibn Taymiyyah? Kwa hiyo kuonyesha kama ni kitu kimoja. Wa huwa min ulama al-Hanabilati, na ni katika wanazuoni wa Kihambali, illa annahum, isipokuwa wao, la yaquluna wahabia, hawasemi kwamba sisi ni mawahabi, lianna hadha laqaba, kwa sababu laqabu hii, nickname hii, swara mustashdan, imekuwa inafanya inachukiwa, inachukiza, inaleta kichefuchefu watu wakisikia. Walakin, lakini yad'una, wanadai annahum ala madhhabi salafi salih, wanadai kwamba wapo katika madhhabi ya wema waliopita. Yaqsiduna, wakikusudia kwa jina hilo ni nini maana ya salafu salih inda haula zumratan, wakiwa wanakusudia grupu tu na almuhaddithina almujassima, katika muhaddithina wa nini, mujassima, wa Ibn Taymiyyah na Ibn Taymiyyah wa Ibn Qayyim al-Jawziyya wa mthali mfano. Ninyi mnasema nafuata salaf, lakini mbona hao ulama usalaf qurunul ula al-thalatha al-mufaddal, mbona hawafuati itikadi hizo? Baba, sio salaf unaojua wao, ni salafi wao grupu maalum. Falkhulasa, ufupi ulivyo, an-nasma salafiyati, ni kwamba jina la usalafi, wal wahabiyati, na jina la uwahabi, huwa ismun, ni jina, ni fikrin wahidin, la fikra moja. Kwa hivyo ikhwa, tushaelewa kwamba usalafi na uwahabi ni kitu kimoja, hakuna tofauti katika jina hilo. Tushaelewa masalafi fikra zao wanazitoa wapi, tushaelewa mizizi ya mawahabi wamefanya umetoa. Je, swali ni kwamba taswira ambayo kwamba mlikuwa mnaijua kuhusu wahabi na usalafi na asili yake, ndio hii taswira mlioipata hapa? Na muone kwamba mko taswira ambayo kwamba mlikuwa nayo ni sawa ya makosa? Ya makosa. Na ya makosa. Ya makosa. Na ndio taswira ambayo kwamba ipo katika vichwa vya watu wengi sana. Kimwambia kutofautishie baina ya usalafi na uwahabi, afahamu. Kimwambia usalafi na uwahabi alioanzilisha nani? Ni Muhammad ibn Wahabi. Alipata wapi msaada wa fikra kama hizi? Alipata Uingereza. Haya basi, tuendelee na Uingereza. Kwa hivyo huu ndio uhalisia wa uwahabi na usalafi ilmiyan. Nini? Ilmiyan, si kwa masuala ya nini? Ya propaganda. Nafikiri ni darasa muhimu ambapo kwamba inahitajika kusambazwa na kuenezwa pia kwa watu wengine. Tulieleza pia lazima tufanye bidii kuarifisha ndugu zetu katika shabab, masuala zetu ambapo kwamba pia ni katika talabatul ilmi, kuarifisha durusi kama hizi, halakati kama hizi,
waweze kuzifuatilia katika mitandao na kusambaza pia hizi durusi, kuzisambaza kwa jamaa zetu. Vitabu pia hivi kuwasambazia watu PDF, sinazo PDF za kitabu hicho na vitabu vingine, kuwasambazia PDF, kuwasambazia linki za durusi, laala watastafidi na nyinyi katika hilo mtakuwa mko na nini, mko na jazaa inda Allah subhanahu wa ta'ala. Fadallu ala alkhairi kafa'ilihi, Allahu yaqulu alhaqqa wa yahdi as-sabil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.